Katika hatua kubwa ya kisheria inayotikisa tasnia ya burudani, msanii na mfanyabiashara maarufu wa Marekani Sean P. Diddy Combs amehukumiwa kifungo cha miezi 50 sawa na miaka 4 na miezi miwili pamoja na faini ya dola za Kimarekani 500,000. Hukumu hiyo imesomwa na Jaji Arun Subramanian ambaye aliendesha kesi hiyo iliyokuwa ikifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari pamoja na mashabiki duniani kote. Jaji Subramanian hakusita kutoa shukrani zake kwa wanawake waliothubutu kusimama na kutoa ushuhuda dhidi ya Diddy, akiwemo Cassia Ventura na Jane Doe. Bwana mkuu walichoweza kukiongea. Nashukuru Cassia Ventura na Jane kwa ujasiri wao wa kusimulia hadharani mateso yao. Bila sauti zao haki isingepatikana, alisema Jaji Subramanian. Kesi dhidi ya Diddy imekuwa gumzo kwa miezi kadhaa, ikihusisha madai ya unyanyasaji wa kingono, vurugu na matumizi mabaya ya madaraka dhidi ya wanawake waliokuwa na uhusiano naye wa karibu. Hukumu hii inatazamwa kama ishara ya kushamiri kwa harakati za uwajibikaji kwa watu mashuhuri bila kujali nafasi yao katika jamii. Je, hukumu hii ni ya haki? Unadhani italeta mabadiliko gani katika muziki na jamii kwa ujumla? Toa maoni yako hapo sehemu ya comment, muhimu sana. Mimi ni Mr. Baro, the king of all black men, and that's the world wide, and that's my name. Kinita crash your dada, utakoja kusea na utakoja kupatia. See you another time.